Mungu si ndio jina lake? Jina la Mungu ni lipi? Ni Mungu. Yesu Allah ni Kiarabu. Jina la Mungu nani? Mungu. Maana Allah maana ni al-ma'budu bihaq, mwenye kuabudiwa kwa haki. Na ukirejea katika neno la Kiswahili Mungu au Mwenyezi Mungu, utakuta hiyo al-ma'budu bihaq huipati. Suala kumuita Allah Mwenyezi Mungu, je, haifai kumuita Allah Mwenyezi Mungu? Nisema je, yafaa kumuita Allah Mwenyezi Mungu? Kwanza kisichofaa ni kutafsiri neno Allah kwa maana ya Mwenyezi Mungu. Hii ni tahrifu katika asma, kwa sababu neno Allah si maana yake. Neno Allah maana yake si Mwenyezi Mungu. Kwa Kiarabu pia alitafsiri kwa neno moja jingine, neno moja kwa neno jingine, inatafsiriwa kwa maana, kwa maelezo. Maana ya Allah maana yake ni al-ma'budu bihaq, mwenye kuabudiwa kwa haki. Na ukirejea katika neno la Kiswahili Mungu au Mwenyezi Mungu, utakuta hiyo al-ma'budu bihaq huipati. Kwa hiyo ni sawa sawa, ni vile sawa sawa ni mtu kusema Allah. Lakini sasa tujalie katika isiyokuwa tarjama, yani wewe wazungumza lakini hufanyi tarjama ya neno Allah, yafaa kumuita Mwenyezi Mungu? Kitu cha kwanza kabla, kwa sababu katika hii masala ya tauhid tumesoma kuna baadhi ya vitu havifai moja kwa moja kuvikanusha wala kuvithibitisha. Mfano ukiulizwa halillah jismun au ghairu jism, ukisema jism utakuwa umesema kauli ya bid'a, na ukisema sio jism utakuwa umesema kauli ya bid'a vile vile. Sio, lazima uulize unakusudia nini, madha ta'ni. Kwa hiyo katika maneno haya yasiyokuwa ya Kiarabu ambayo yanamsifia Allah tabaraka wa taala, inatakiwa uulize, mkisema hivi katika lugha yenu mkusudia nini? Ukisema neno Mwenyezi Mungu katika lugha ya Kiswahili maana yake ni nini, mkusudia nini? Je, Waswahili wakisema Mwenyezi Mungu wamkusudia mwingine asiyekuwa Allah? Katika Kiswahili kwanza wakisema Mwenyezi Mungu hawamkusudii mwingine yote isipokuwa Allah tabaraka wa taala, ila wakisema neno Mungu peke yake. Neno Mungu linawezekana likakusudiwa kitu kingine asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Wengine wanasema sisi tunaabudu miungu yetu, hawasemi Mwenyezi Mungu wetu isipokuwa Allah tabaraka, kwa sababu ile Mwenyezi Mungu anakusudia mwenye izza Mungu, na wengine wanasema mwenye enzi Mungu wakale, huyo Mungu mkuu wakale, hawamkusudii isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kama ikiwa wanakusudia hivyo na maana yao inaendana na maana ya kisheria, basi haikataliwi, pamoja na kwamba sisi tunafadhilisha kumuita Allah tabaraka wa taala kwa majina yake vile vile katika sheria. Na mtu anasema hivi haambiwi kwamba ametunga jina jingine jipya, kwa sababu majina ya Allah tabaraka wa taala pamoja na kwamba yanafahamisha juu ya dhati ya Allah, lakini pia ni yana ishtiqaq, yamebeba awsaf na yana dalalat na maani. Majina yamebeba maana. Sasa kutafsiri mathalan Ar-Rahim, mwenye huruma, huwezi kusema kwamba kusema mwenye huruma tayari ushamzulia Allah jina jingine. La, umetafsiri maana yake. Tuulize mwenye huruma maana yake nini? Ndio hiyo Ar-Rahim. Al-Malik, mwenye kumiliki, mfalme mwenye kumiliki. Kwa hiyo wewe unafanya tarjama kutoka kwenye, kama neno hilo lawezekana kufanywa tarjama na tunapolirejesha katika maana ya Kiarabu halileti maana ambayo ni potofu, itafaa. Kwa sababu ahlul ilmi wote wameafikiana, takriban wanawachuoni wengi wameafikiana karibu wote, akiwemo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akielezea kwamba yajuzu, inafaa kuifanyia tarjama Qur'ani
kutoka kwenye lugha moja, lugha yake asili, kuipeleka katika lugha isiyokuwa yake, lugha nyingine. Wanachuoni wote wameafikiana juu hili, na ndani yake kuna majina ya Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana? Yale majina ya Allah yatatafsiriwa na kufanya tarjama kwa ile maana iliyofahamika, maadamu maana hiyo ni sahihi. Lakini mathalan, nitakupeni mfano. Mtu akitafsiri Ar-Rahim au Ar-Rahman Ar-Rahim kwa Kiswahili akasema mwenye kuneemesha neema ndogo na mwenye kuneemesha neema kubwa, tutamkubalia? Nasema hapana, hii ni khata, sababu Ar-Rahim maana yake ni mwenye rahma na sio neema. Kwa hiyo mtu akitafsiri akileta tarjama ambayo ni ya kimakosa atarudishwa kwenye usawa. Lakini haya majina yana dalalati, yana maani, yatatafsiriwa kwa maana yake. Lakini tunataka kujua unakusudia nini katika maana hii. Tumefahamu? Sasa je, ukisema huyu Mungu kwa maana unakusudia kwamba huyo muabudiwa muumba, maana hii ya Kiswahili ina makosa? Haina makosa. Labda ngerejea katika kamusi ya Kiswahili, wao wanasema nini kuhusu Mwenyezi Mungu. Ikiwa maana yake ni batili, tutawaambia watu msitumie Mwenyezi Mungu. Nazungumza hivi kwa sababu kuna baadhi ya watu hufanya tashaddudi katika hili, wakaona kwamba wameleta tauhid, kwamba hata ukisema neno Mwenyezi Mungu bila kufanya tarjama neno Allah, basi umefanya makosa, umefanya tahrif. Huku ni kutokufahamu aqida, ni kutokuifahamu aqida sahihi ahli sunnah wal jamaa. Waman dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu. Tunasema anaingia kwenye masala ya elimu katika vitabu peke yake, utaka peke yake. Na anaingia katika bila kuna misingi, ata bihadhi al-ajaib. Man takallama fi ghairi fanni ata bihadhi al-ajaib. Anasema al-Imam al-Dhahabi au Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Anasema anayezungumzia katika hii fani, anazungumza elimu ya mustalah wal hadith, anazungumza katika fani hii bila ilmu, atakiingia mtu katika fani isiyokuwa yake huleta maajabu kama haya, akazungumza vitu ambavyo havipo, akidhani kwamba yuhsin. Kwa hiyo mimi nasisitiza tena kusema kutafsiri neno Allah ukatafsiri Mwenyezi Mungu si sawa, kwa sababu Allah maana yake si Mwenyezi Mungu. Lakini je, Mwenyezi Mungu tulizungumza tu katika kawaida, Mwenyezi Mungu amesema, tutaka kujua kwamba je, ni Mwenyezi Mungu maana yake ni nini? Mwenyezi Mungu maana yake ni waungu wengi, au Mwenyezi Mungu yoyote za kuitwa Mwenyezi Mungu? Kama ni jina linafahamisha ishtirak katika hilo kwamba kuna zaidi ya Mwenyezi Mungu mmoja, basi tutaacha hilo, tulizungumze lile ambalo litakuwa lenyeshi hivyo. Na pamoja na hayo pia sisi tutafadhilisha kama tulabu ilmi, tutafadhilisha mtu kuyatamka maneno kama neno Allah vile vile. Sema amesema Allah, lakini je, utaweza kumpinga anayesema amesema Mwenyezi Mungu? Hiyo ni masala mengine sasa. Mmenielewa? Mnataka muelewe kitu gani kinachozungumzwa. Moja, neno Allah tafsiri yake si Mwenyezi Mungu. Hilo ni moja. Pili, je, kulitumia neno Mwenyezi Mungu bila kuwa ni tarjama ya neno Allah yafaa? Jawabu yafaa, naam. Tatu, je, iliyo bora ni kutumia neno gani, Mwenyezi Mungu au Allah? Tusema iliyo bora ni kusema Allah bila shaka, na wala sio neno zito. Na ukisema Allah watu wote waelewa.